Sasa turejee kaunti ya Machakos ambapo wito umetolewa kwa vijana watakaonufaika na mpango wa Nyota kuhakikisha wanatumia fedha watakazopokea kupitia mpango huo kujiendeleza kiuchumi. Akizungumza katika kaunti hii ya Machakos alipozuru shule ya msingi ya Machakos ambapo zaidi ya vijana 363 wanapokea mafunzo ya kibiashara kupitia mpango huo, Katibu katika Wizara ya Ustawi wa Biashara Ndogo na za Kadri Susan Mangeni ameeleza baadhi ya hatua zilizochukuliwa na serikali kukabiliana na changamoto wanazopitia vijana, ikiwa ni pamoja na kurahisisha mchakato wa kufungua biashara miongoni mwa vijana nchini. Huku serikali ikiendelea kujitahidi kufanikisha mradi wa Nyota unaotarajiwa kuwawezesha zaidi ya vijana 70 katika kila wadi nchini kujiendeleza kimaisha kwa kuanzisha au kuimarisha biashara zao. Baadhi ya vijana wanaotarajiwa kunufaika na mpango huo wameendelea kupokea mafunzo ya kibiashara kabla ya kupokea shilingi 50,000 zitakazowasaidia kujiimarisha kimaisha. Expecting about 588. We had done the targeting of 120%, as you know. This program aims to benefit at least 70 youth in each and every ward. But for the purposes of targeting and just taking care of the fallout that can happen, because we want to maintain 70, we targeted 120%, which is about 84. But we have here and we have extended training up to Tuesday so as to take care of those people, for example, who came in today. We are told quite a number came in today. And we have also asked the local leadership led by the area MP here, Honorable Caleb, and even the other leaders, MCAs also, to go back and mobilize those people. We want also to bring in the support of the Ngao team, the local chiefs, the assistant chiefs. They do manhunt, door-to-door mobilization. Akizungumza alipozuru shule ya msingi ya Machakos ambapo takriban vijana 363 wanapokea mafunzo kupitia mpango huo, Katibu katika Wizara ya Ustawi wa Biashara Ndogo na za Kadri Susan Mangeni ameeleza baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali ili kurahisisha mchakato wa kuanzisha biashara kwa vijana nchini. The concerns that have been coming from these young people, even as they're undergoing training, they look at the cost of entry into business space. For example, the license, the multiple license that are required. So what you're doing, we're having those conversations, and that's why on the day of disbursement, we want to create a forum that brings together the leaders from both the county governments and the national governments to look at how best can we create a conducive and an enabling business environment where these young entrepreneurs, remember there are going to be young entrepreneurs coming in, they will not be scared, they'll be encouraged. So we were in Western and we saw what the governors from that region, all of them pronounced a tax holiday of about 2 years, and they also promised to support them so that they can get to settle. These graduates, once they graduate from classroom training and they are given the startup capital. Mbunge wa Machakos mjini Caleb Mule akitoa wito kwa vijana kujiepusha na utumizi mbaya wa mitandao, huku akiwataka kuhakikisha wanatumia fedha watakazozipokea kupitia mpango wa Nyota kuboresha maisha yao. Ukitumia account zenu vibaya, internet never forgets. Unaenda kutafuta kazi, account yako it's pulled. Ikipuliwa unapatikana wewe ni mtu wa matusi, wewe ni mtu wa incitements, hapo huwezi pata kazi. Ni kampuni gani ingependa mtu ambaye ana incite watu? Ni kampuni gani ingependa mtu ambaye ni wa matusi? Kwa hivyo pia watumie simu yao vizuri the young people so that they do not find themselves in trouble in future. Caro Christopher, Undugu TV.